muonekano wa jinsi ulivyo ndio uungu, ikimaanisha uungu ni huu muonekano wa jinsi ulivyo popote pale ulipo. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pastor Andegunyu, linazungumza kuhusu Mungu, sehemu ya 15. Bila shaka uungu ni huo muonekano wa uwepo wa jinsi hivyo ulivyo, pasipo kujalisha jina lako lipi, jinsia yako ipi, silika yako ipi, unaonekana vipi, uko wapi, ila katika jinsi ya muonekano ulionao, katika jinsi ya uwepo wa muonekano huo ulionao wewe hapo ulipo, ndio uungu. Haijalishi jina lako ni nani, haijalishi ni mavumbi au ni anga, haijalishi ni mwili au ni roho, haijalishi katika jinsi yoyote ile, ila jinsi ulivyo hapo ulipo, uwepo wa muonekano wako huo ulionao kila unapokuwepo katika kila jinsi ya jina lolote, ndiyo uungu. Na imekuwa uungu wa jinsi yako, wa muonekano wako, hautafutwi kokote na kupatikana, kwa kuwa jinsi ulivyo ndipo ulipopatikana, ikimaanisha ndio uungu wenyewe. Bali kwingine kote, mwingine yoyote, kingine chochote, pasipo kujalisha sifa yake ni ipi, muonekano wake ni upi, chochote hicho, yoyote yule ni wa uungu wako. Ikimaanisha ni Mungu wako kwa jina lake na jinsi yake husika. Mungu wako maana yake wa uungu wako, ambao ni huo muonekano ulionao hapo popote pale ulipo. Kwa kuwa uungu au Mungu hutambuliwa na kutambulishwa kwa sura ya uumbaji, na kufanya jinsi muonekano ulionao popote pale ulipo, hiyo ndiyo isura ya uumbaji. Narudia hapa kwamba jinsi hivyo ulivyo, uwepo wa muonekano huo ulionao
katika jinsi ya kuitwa kwa jina lolote. Ni mtu, ni mwanadamu, ni mnyama, ni ndege, ni jamii yoyote ile, ni mwanamume, ni mwanamke, ni mwana wa Adamu, katika jinsi yoyote au popote pale, katika kila jinsi ya jina lako wewe, kwa kuitwa kwako sawa na muonekano huu ulionao, sawa na uwepo wa muonekano huu ulionao. Hiyo ndio sura ya uumbaji. Na ndio maana katika jina, muonekano huo ulionao ndio unaitwa uungu. Unasikia tu, ameumbwa kwa sura ya Mungu. Una sura ya uungu. Sura ya uungu ni hiyo, ni huo muonekano ulionao popote pale ulipo, katika kila jinsi na kila jina la kuitwa kwako. Ndio nazungumza na wewe popote pale ulipo kuhusu Mungu, sehemu hii ya 15. Na hili ni pumziko, na leo ni pumziko la uungu wako. Leo ni pumziko la uungu wako. Ni pumziko la Mungu wako. Popote pale ulipo, muonekano huo ulionao, uwepo wa muonekano ulionao katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako. Haijalishi unaitwa ni mavumbi, unaitwa ni ardhi, unaitwa ni dunia, unaitwa ni mbingu, unaitwa ni mtu, unaitwa ni mwanadamu, unaitwa kifo, unaitwa uzima, unaitwa katika kila jinsi ya jina lolote popote pale kwa kuitwa kwako, ila huo ulio uwepo wa muonekano huo ulionao kwa kuitwa kwako, huo ndio uungu. Ikimaanisha uungu ni jinsi ya uwepo wa muonekano huo ulionao kwa jina hilo la kuitwa kwako. Kwa kuwa jinsi ulivyo katika muonekano huo ulionao, huo ndio sura ya uumbaji. Sura ya uumbaji ni sura inayokifanya chochote kisicho kuwepo kabisa kuwepo katika sura hiyo, kuwepo katika mazingira hayo, kuwepo katika uwepo wako wewe. Hiyo ndio sura ya uumbaji, kukifanya kisicho kuwepo kabisa
katika uwepo huu ulionao, kuwepo hapo ulipo, kuwepo katika jinsi hiyo wa muonekano huo ulionao hapo ulipo. Na bila shaka popote pale, chochote kile hakikuwepo hapo ulipo, umekuwepo. Ndio maana hivyo vikaja hapo ulipo katika uwepo wako. Hiyo sura iliyofanya kisichokuwepo hapo kabla ya uwepo wako kuwepo baada ya wewe kuwepo, hiyo ndio inaitwa sura ya uumbaji, na ndio utambulisho pekee wa jina Mungu au uungu. Ni Baba huyo amekuwepo baada ya wewe kuwa mtoto katika muonekano huo ulionao. Hakuwepo. Ni mtoto amekuwepo baada ya wewe mzazi kuwepo katika jinsi hiyo na muonekano huo. Hakuwepo. Ni mume amekuwepo baada ya wewe kuwa mke katika jinsi ya muonekano huo ulionao. Ni mke amekuwepo baada ya wewe kuwa mume katika jinsi na muonekano huo ulionao popote pale ulipo. Kisichokuwepo kabla yako kikawepo baada ya wewe kuwepo. Hiyo sura iliyokufanya kiwepo baada ya wewe kuwepo, hiyo ndiyo inayoitwa sura ya uumbaji. Hakukuwa na chochote, ila baada ya kuwepo ndio mama akawepo hapo, baba akawepo hapo, taifa likawepo hapo, wanyama wakawepo hapo, mbingu ikawepo hapo, dunia ikawepo hapo, chochote kikawepo hapo, dini ikawepo hapo, dhehebu likawepo hapo. Kila kitu katika kila jinsi ya kuitwa kwake kikawepo hapo baada ya wewe kuwa hapo. Jinsi muonekano wako ulivyo, hivyo ndio sura ya uumbaji, ambao ndio utambulisho pekee wa jina uungu. Kwa hiyo haijalishi upo katika muonekano wa jina lipi, upo katika muonekano upi, ni mwanadamu, ni mavumbi, ni ardhi, ni anga, ni chochote katika jinsi ulivyo hapo ulipo. Muonekano huu ulionao ndio sura ya uumbaji.
kwa kuwa Mungu hutambuliwa katika sura inayomtambulisha. Na sura hiyo ya uumbaji ni huo uweza wa kukifanya kisicho kuwepo kabisa kuwepo katika uwepo wako. Hiyo ndiyo iliyo sura ya uumbaji. Na hapo popote ulipo, chochote kilichokuzunguka kimekuwepo baada ya wewe kuwepo. Ndio maana katika muonekano huu ulionao, nimekutolea mfano mdogo wa mtoto huyo kwa huyo baba au huyo mama. Hakuitwa mtoto huyo mama kwa huyo mtoto, hakuitwa mama kabla ya wewe mtoto kuwepo. Ikimaanisha hata wewe mtoto, sura ya uumbaji ni jinsi ulivyo, hivyo ni mtoto, lakini ndiyo sura ya uumbaji, kwa kuwa kwa uwepo wako umefanya mzazi kuwepo hapo ulipo katika utoto wako. Hakuwepo mzazi, wala hakuwepo baba, wala hakuwepo mama, ila umekuwepo katika jinsi ya muonekano huo, mtoto. Baba akawepo katika muonekano wa mtoto, mama akawepo katika muonekano wa mtoto. Hakuwepo, lakini baada ya kuwepo wewe akawepo. Hakuitwa mama mjamzito kabla ya wewe uliye mimba kuwepo. Mimba tu imekuwepo, mama mjamzito akawepo katika mimba hiyo. Na ndivyo ilivyo popote pale, katika jina lolote, katika jinsi yoyote, hakikuwepo chochote yoyote kabla ya wewe kuwepo hapo katika jinsi hiyo na jina hilo ulilonalo katika muonekano huo. Na baada ya wewe kuwepo hapo, ndicho kila kimoja, kila chochote, kila mmoja amekuwepo hapo katika jinsi ya uwepo wa kuonekana kwako hapo ulipo. Na kwa jinsi hiyo, hiyo sura iliyokifanya kisicho kuwepo hapo katika muonekano huo ulionao. Muonekano huo ulionao ndio unaitwa uumbaji, yani sura ya uumbaji, ambao ndio utambulisho wa jina Mungu, yani uungu. Ndio maana nimekwambia hapo ulipo, muonekano huu ulionao katika kila jinsi ya ulivyo, ndio uungu. Ikimaanisha uungu ni huo muonekano
ni huo uwepo wa muonekano ulionao hapo ulipo sasa hivi katika jinsi na jina husika. Ikimaanisha hapo ulipo unaishi uungu, au ukimaanisha ni uungu unatawala, ni uungu unaishi mapenzi yake, ni uungu unaishi pumziko lake, ni uungu unaishi utawala, yani mamlaka yake. Hivyo ulivyo. Na kwa kuwa chochote hakikuwepo kabla yako hapo ulipo, na kimekuja kutokana na uungu wako, ikimaanisha kimezaliwa kutoka katika uungu wako, nacho kuwa ni cha uungu wako, yani Mungu wako. Hicho ndicho kilicho cha sura ya uungu wako, ikimaanisha ni wewe uliye katika muonekano huo, ikimaanisha ni wewe uliye katika uungu huo, unaishi mapenzi yako katika jinsi na jina la muonekano wake ule kwa kuitwa kwake. Ikiwa na maana chochote kile katika muonekano wake, yoyote yule aliyekuzunguka katika jinsi yake, ni uungu wako wewe, unaishi mapenzi yake, ni uungu wako huo huo wa muonekano huo huo ulionao hapo popote pale ulipo, unaishi mamlaka yake, unaishi mapenzi yake, unaishi pumziko lake, unaishi utawala wake katika jinsi na jina husika kwa kuonekana kwake, kwa kuwa yoyote yule, chochote kile kimetoka katika muonekano wa uungu wako, ambao ndio muonekano wako huu ulionao popote pale ulipo, na kufanya chochote kile kuwa ni Mungu wako. Muonekano wowote ule katika jinsi na jina lolote lile, kwa kukiita kwako, kwa kukitazama kwako, ni Mungu wako, yani ni uungu wako, ikimaanisha kimetoka katika uungu wako wewe, kimetoka kwako wewe uliye uungu, kimezaliwa kwa mamlaka ya uungu ulionao wewe, na kufanya katika Mungu jina lolote unaloliita, unakuwa umeuita uungu wako, kwa kuwa muonekano wowote ule, jinsi yoyote ile, katika jina lolote lile, ndio uungu wenyewe.
Na kwa kuwa chochote kile katika jina lolote lile, katika muonekano wote ule, kimetokana au kimetoka katika uwepo wa huo uungu, yani muonekano wako. Vyote hivyo, chochote kile, yoyote yule, ndio aliye wa uungu wako, ikimaanisha Mungu wako katika kila jinsi na jina lake. Yani Mungu wako au uungu wako unaishi mapenzi, yani utawala au mamlaka katika jinsi na jina lake. Acha leo inaishia sehemu hii ya 15. Usikose wiki ijayo sehemu ya 16 inayohusu Mungu. Tazama pia fundisho hili, somo hili la pumziko hili katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Pumziko na au Pumziko Moja. Basi popote pale ulipo, ninakupatia pumziko la uungu wako. Pokea pumziko la Mungu wako. Pokea pumziko la uungu wako. Pokea pumziko la Mungu wako. Popote pale ulipo, inakupa pumziko hili. Pokea pumziko hili, uungu la Mungu wako katika biashara yako, uungu wako katika kazi yako, uungu wako katika watoto wako, uungu wako Mungu wako katika watoto wako, Mungu wako katika mume wako, Mungu wako katika mke wako, Mungu wako katika taifa lako, Mungu wako katika uchumi, Mungu wako katika afya, Mungu wako katika mponyaji, Mungu wako katika muujiza, Mungu wako katika ujenzi, Mungu wako katika kila jinsi ya jina la kuitwa kwake, na kupatia pumziko na Mungu wako. Pokea pumziko hili na furaha ya raha ya uwepo wako popote pale ulipo, katika muonekano wowote ule ambao ndio muonekano wa kiungu, iwe pamoja nawe na pumziko na mapenzi ya jinsi wewe ulivyo popote pale katika muonekano huu ambao ndio muonekano wa kiungu, iwe pamoja nawe katika jinsi hii rahisi. Inakwambia hivi: pumziko la uungu wako lipo pamoja nawe popote pale ulipo.